Bwana, mambo vipi? Kwa majina naitwa Kisoma. Ya, intention ya kufungua community hii ni kushare au kupeana elimu juu ya mambo fulani fulani yanayotokea katika maisha yetu ya kila siku, na elimu ambayo tutakuwa tunapeana sana sana katika community hii inahusiana na masuala ya foreign exchange au forex. Kwa katika community hii tutabase sana kwenye masuala ya forex. Sana kwenye masuala ya forex ya. Kwa ufupi, nini maana ya forex? Forex ni mabadilishano sawa ya sarafu sawa, katika upande wa kuuza na kununua sawa, ikitegemeana na thamani ya sarafu hiyo. Unaona? Kwa hiyo hapa tunadili na jinsi ya kubadilishana sawa sarafu kwenye swala la kuuza na kununua kutokana na ile thamani yake. Unaona? Ikiwa juu au ikiwa chini, kwa hapo tunaweza tukawa tunajua kwamba tunauza, tunanunua. Unaona? Kwenye forex kuna vitu ambavyo tunaweza kuzingatia sawa, ambavyo tunasema important au zile core factors, ndio core. Unaona? Core concept sawa, ambayo ya kwanza ni elimu sawa. Kwa hiyo tunapoongelea masuala ya forex sawa, kitu cha kwanza ambacho tunatakiwa tuwe nacho ni juu ya swala la elimu. Unaona? Na hii elimu kwenye swala hii hapo linakuwa limebase katika sehemu mbili. Unaona? Kwenye masuala ya elimu hapa tunakuwa tuna base kwenye sehemu mbili sawa. Kuna elimu ambayo sawa tunaweza tunaipata juu ya masuala ya habari. Unaona? Jinsi ya mambo yanavyoenda huko kwa wenzetu. Unaona? Labda Marekani wapi, tunaweza tunajua kwamba sasa hivi soko letu linaweza likawa linapanda au linashuka. Unaona? Hiyo ni kitu cha kwanza. Kwa hiyo elimu wa huku terminology tunatumia tunasema ni fundamental. Sawa. Hii fundamental inahusiana na masuala ya news kama tulivyokuwa tumeongea hapo. Na haya masuala ya fundamental sio kwamba eti ni kitu ambacho tunakuwa tunaangalia kwenye Taifa Habari each and every time tunakuwa tumestuck kwenye simu tunaona. Hapana, ila ni habari ambazo tunazipata kutokana na kuna apps sawa au browsers ambazo zipo ambazo zinaweza zikatusaidia sisi kupata hizi habari, na ambayo ni nzuri zaidi tunaweza tukawa tunaitumia ni kama Forex Factory. Hii Forex Factory ni nzuri sawa ukilinganisha na nyingine kidogo, kwa sababu hii Forex Factory inatoa ile exactly time ambayo hii news inaweza ikatokea kulingana na time ilivyokuwa nchini kwetu na nchi hiyo ambayo inatoa hiyo taarifa, kwamba ule muda unakuwa correlate zaidi. Unaona kwamba ikiwa kule ni saa 9 na huku itapop ile saa 9 ya kwetu sisi. Kama kule ilikuwa ni usiku, labda huku kwetu niseme itakuwa leo saa 9, kwa hiyo itakuwa ni vile vile, yani muda ambao ni ule ule. Unaona? Haina kidogo udanganyifu wa masuala ya muda. Unaona? Kwa hiyo tunaweza tukapata elimu yetu kutokana na hii Forex Factory kwa sehemu ya fundamental. Pia tunaweza tunapata kutokana na nini, na technical. Sawa. Hii technical sasa inahusiana na masuala ya nini, ya kufanya sawa analysis mwenyewe sawa, kuangalia sawa, hapa ni ninunue, hapa niuze, kutokana na kitu unachokiona kwenye zile charts sawa. Nikisema charts ndo sehemu ambayo
huwaga tunafanya zile analysis zetu, unaona. Mfano kama hapa tunachokiona sawa, hii ni TradingView. TradingView hii ni trading platform ambayo ipo, ambayo tunatumia sisi kufanya nini? Kufanya zile analysis zetu, unaona. Yeah. Kwa hiyo hapa kwenye swala la elimu ipo hivyo. Sawa. Na kitu cha pili tunaweza tukawa na simu au PC, unaona. Yeah. Simu au PC. Kwenye hivi nimeandika au, ikiwa na maana kwamba sio lazima uwe na PC, sawa, ila ni lazima uwe na simu ili mradi kufanya hii biashara ya forex, unaona. Kwa hii PC inatusaidia kwamba kwenye swala kwa mfano la kufanya analysis, kwa mfano kama mimi hapo unavyoona, sawa, hii ni PC, unaona kwamba hii app ya TradingView kwenye PC naweza nikawa naona vizuri zaidi, unaona, ila sio kwamba kwenye simu labda kwenye tablet zile hauwezi kufanya, ni unaweza kufanya. Kwa hiyo nimeandika simu au PC, it's not smart kwamba wewe uwe na PC, unaona, ila ni lazima uwe na simu kutokana na kuweka order zako na vitu kama hivyo. Kitu cha tatu ni trading platforms. Ambapo hapa kwenye masuala ya trading platforms hapa tuna sehemu sasa, sawa, ambazo hizi platform ambazo zinaweza zikatusaidia sisi kufanya zile analysis zetu vizuri, unaona. Tunaposema hapa kwenye trading platforms hapa tunaongelea labda hii hapa TradingView, sawa. TradingView, sawa, na chingine ni MetaTrader 5 ya, au kwa kifupi ndio inaandikwaga MT5 ya. Hizi TradingView tunapoenda kwenye swala la TradingView hii inatumika kwenye katika masuala mazima ya kufanya nini? Technical analysis, sawa, kuangalia nini kinaonekana kwenye soko, nifanye nini. Ila kwenye MetaTrader 5 hapa ndio sehemu ambapo sisi tunakuwa tuna place order zetu, ikimaanisha tunauza au kununua. Kwa hiyo hii app ya MT5 ni app ambayo tunaweza kutumia kwenye swala zima la kuuza au kununua. Na hizi TradingView na MetaTrader 5 zinapatikana tu kwenye Play Store au App Store. Ya, kwa hiyo unaweza ukiingia tu unazipata pasi na shaka yoyote. Kwa hapo kidogo kwa mambo hayo, hizo ndo core concept ambazo tunatakiwa tuwe nazo kwenye masuala mazima ya forex hapa. Sawa. Kwa sasa kuna zile concept, sawa, ambazo tumekuwa tukizisikia, unaona, tunazisikia kwamba watu wanaongea nini, unaona. Yeah. Kwa hiyo vitu hivyo, yale maneno ambayo au tuseme ni terminologies, sawa, ambazo zipo kwenye masuala mazima forex ambazo huwa zinatumika, unaona. Kwa uchache, sawa, nitazi highlight kidogo, afu kwa muda mwingine tutakuja tutazielezea na nini. Kwa hiyo hapo tuseme forex hints au forex terminologies. Forex hints. Unaona? Yeah. Kuna maneno yapo ambayo tunasikia kwa mtu ambaye ameshawahi kusikia kidogo na kwa mtu ambaye hajawahi kusikia, sawa. Kuna neno kwa mfano labda bullish, sawa, bullish, sawa, au
au buy, sawa. Hili neno linamaanisha kwamba ni moment au muda ambao tunatakiwa tununue. Kwa hiyo mtu anaweza kusema market now inaenda bullish, unaona kwamba tunajua kwamba market sasa hivi ina buy, sawa. Kuna terminology ya pili tuseme bearish au sell, sawa. Hii pia ni terminology ya pili ambayo inatumika tunaweza tukajua kwamba sasa hivi mtu akisema bearish ni kwamba market sasa hivi inauza, sawa. Kwa terminology ambazo zinatumika ni kama stop loss, sawa. Stop loss, unaona, tutakuja tutaelekezana nini maana stop loss na jinsi ya kuseti na nini, tutakuja kuelekezana. Terminology nyingine ni uptrend, 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 unaona. Tunaweza kuwa tunasikia kuna neno labda hii sasa hivi ni uptrend, unaona, au hii sasa hivi ni downtrend, unaona, tukawa tujui ni nini. Kwa tutakuja tutaelekezana masuala ya uptrend na nini, sawa. Nyingine downtrend, unaona, downtrend tutakuja tutaelekezana nini pia maana hiyo ya downtrend. Pia tutakuja tutaelekezana masuala ya ranging market. Pia tutakuja tutaelekezana maana ya ranging market, unaona. Pia tutakuja kuelekezana masuala ya take profit. Kwa uchache kwamba hizi forex hints, sawa, ni maneno ambayo tunakuwa tunatumia kila siku kwenye masuala ya forex, unaona. Kwa hiyo tunaweza tukawa tunajua, unaona, tunakusema labda uptrend, downtrend, unaona, tunaweza tukawa tunajua, unaona, kutokana na tutakavyokuwa tunaelekezana hapo mbele. Kwa hiyo hizi ni hints kidogo za forex, nini maana ya forex, inafanyikaje, nini vitu ambavyo tunatakiwa tuwe navyo. Kwa kuwa navyo hivi, sawa, unaweza ukawa kidogo umepata hints where to start. So for next time tutakuja kuendelea, tutajuzana zaidi juu ya mambo mengine. I hope tumeelewana kidogo. Asanteni sana.